Ndani ya mwili wa mwanadamu kuna vituo saba, na ngoja kwanza nivitaje kwa majina ya Kihindi. Tunasema asili ya Kihindi, kwa Kihindi tunaziita ni chakra. So mlango wa kwanza tunaoita crown chakra, mlango wa juu kabisa, ambao huu tunajua wote na tunafahamu nambari yake ya mwanga, mawimbi tunayopokea kutoka kwenye mwanga, nambari yake ni 963, ambayo imebeba rangi kutoka kwenye mwanga, rangi ya zambarau. Kwa hiyo hii rangi hii ina maana yake kiroho. Kwa wale wa Kristo, mnajua rangi ya zambarau kwenye upande wa ibada maalum zinaenda kufanya kazi gani? Kuna mlango mwingine ambao unaitwa third eye. Huu tumeusoma wote na tunafahamu kwamba third eye ni mlango wa tatu au jicho la tatu. Tunasema jicho la tatu, sio? Kwa hiyo imetafsiriwa katika namna tofauti tofauti. Mlango wa third eye au kituo hichi ambacho tunakiita jicho la tatu kimebeba nambari 852. Nambari 852 ni rangi ya indigo. Indigo sijui ni rangi gani kwa lugha nyingine, lakini rangi hii ni muhimu sana kuifuatilia kwa sababu ni rangi ambayo imebeba energy au nishati kutoka kwenye mwanga. Mwanga una rangi saba hapa jicho la tatu. Kwa upande wa Waislamu, wao wanalizingatia sana kwenye upande wa ibada, imini kusali, kufanya sala, imini kusujudu. Wanasema unasujudu, unapata sijida, imini. Ile sijida ina maana kubwa kwa upande wa Waislamu, kwa maana ni mlango wa nuru, ni mlango wa mwanga. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Lakini kwa upande wa Kristo utaona kuna wakati kipindi cha majivu mnawekewa msalaba hapa, kuna maana yake kubwa sana. Lakini pia kwenye ibada, kwenye sala, utaona jinsi ambavyo mlango huu unatumika. Kwa hiyo nimeelezea kidogo ile kuhusiana na third eye. Third eye ni mlango ambao unapokea mwanga rangi ya indigo, ambayo rangi hiyo imebeba nambari 852. Lakini kuna mlango unaitwa throats kwapa. Huu mlango una kazi kubwa sana na wenyewe, ambao huu mlango umebeba rangi ya blue kutoka kwenye mwanga, na hiyo rangi ya blue nishati yake katika namba ni 741. Andika, itakusaidia. Kuna siku utajifunza, itakusaidia hii. Nitakuja kukupa matumizi yake baadaye. Unawezaje kuzitumia hizi namba katika matumizi gani ili kuinua nishati yako, kuinua energy yako. Hapa ndipo kwenye kurogwa, hapa ndipo sehemu ambayo ukiweza kuactivate unaweza usirogwe. Sasa mlango unaofuata ni mlango wa heart chakra. Heart chakra ni moja kati ya mlango muhimu sana kuelewa, kwa sababu umebeba mawimbi kutoka kwenye mwanga. Tunasemea mwanga wenyewe unapokea mawimbi kutoka kwenye mwanga kwa nambari 639 ndio unapokea mawimbi kutoka kwenye mwanga, na mawimbi hayo kutoka kwenye mwanga ni rangi ya kijani. Hii rangi ya kijani ina kazi kubwa sana, nitakuja kuelezea baadaye kwenye section ya pili, ili uelewe unawezaje kutumia rangi ya kijani katika kuactivate mambo yako, kukusaidia. Rangi ya kijani ina kazi kubwa sana kwenye masuala ya hisia. Ni muhimu sana kuelewa. Mlango unaofuata ni mlango wa solar plexus kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa lugha za Kihindi wanauita tena Manipura. Huu mlango upo juu kidogo ya kitovu hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa Manipura ama solar plexus. Mlango huu una kazi kubwa na umebeba nambari 528. Nambari 528 hii ni energy, ni nishati pia vile vile, ambayo imebeba rangi ya njano. Na hii rangi ya njano hii, narudia, rangi ya njano hii ina kazi kubwa sana. Mlango huu ndio umebeba nguvu au nishati ya jua. Narudia tena, ile unapoamka asubuhi, mlango huu unaanza kufanya kazi, kufunction. Ukifika jioni saa 12 mlango huu unajifunga. Mlango huu una kazi ya kupokea moja kwa moja nishati ya jua. Unajua njano ni alama au ni nguvu ya nishati ya jua.